Ni saa 6 kasorobo usiku. Wakati wengi wa wakazi wa Mchongoma wamekwisha kulala, mitandao ya kijamii bado imejaa pilikapilika. Uchaguzi mkuu unakaribia na ahadi za mabadiliko zimewagawa wananchi katika makundi mawili makubwa ya kisiasa. Kwenye WhatsApp na Facebook, mijadala imepamba moto. Wafuasi wa pande tofauti wanatupiana maneno makali, kila mmoja akitetea upande wake kwa nguvu zote. Wengi wao hawatumii majina yao halisi, badala yake wamejificha nyuma ya lakabu na akaunti za siri, jambo linalowapa ujasiri wa kusema chochote bila kujulikana. Miongoni mwa wanaoshiriki na kufuatilia mijadala hiyo ni Mulika. Ingawa katika maisha ya kawaida anajulikana kwa jina hilo, mtandaoni hutumia jina la Mizani. Kama ilivyo kwa wengine wengi, Mulika hupendelea kuficha utambulisho wake halisi anapokuwa kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii. Usiku huu ameketi peke yake akipekua simu yake, akifuatilia kwa makini yanayojiri katika ukumbi maarufu wa mtandaoni unaoitwa Sauti ya Mchongoma. Kila anapoteremsha jumbe chini, anakutana na mabishano mapya, shutuma mpya na maoni yanayoonyesha jinsi uchaguzi huo ulivyozidi kuchochea hisia za wananchi. Kwa mshangao na hamu ya kujua kitakachofuata, anaendelea kusoma ujumbe mmoja baada ya mwingine. Wakati umewadia wa kutenganisha viongozi halisi na vikaragosi. Hatuna wakati na viongozi wanaokunywa kashfa kama maji usiku na mchana. Bado tunasubiri hospitali bora, maji safi, shule na walimu, kazi kwa vijana na barabara kila sehemu ya nchi. Mulika ndiye dawa yao. Kweli kabisa. Wanawake hawawezi. Katika karne hii bado unapima uwezo wa kiongozi kwa kigezo cha jinsia? Hii ni dunia ya usasa leo, ndugu. Visiki vyote lazima viondolewe. Awezaye kuviangusha ni Mulika tu. Wampendaye wanampenda kwa dhati, na wamchukiaye nao wamchukia kwa dhati. Bwana, siasa sio chakacha, ni misuli ya kupigana na mibabe. Ni kampeni za maneno matamu ya kupata kura. Huo usasa leo mnaozungumzia hauna msingi. Siasa si mashindano ya urembo na mavazi. Wewe umepofushwa na vipeni vichache unavyotumiwa kila juma kupitia kwa simu. Mtegemea nundu. Nani kakuzua nawe usivipate? Ukitaka kula asali, kaa na nyuki. Lazima uchunguze malighafi anayoitumia nyuki kwenye sega. Nyuki wa siku hizi si nyuki asili, ni mfano wa nyuki. Hawaaminiki. Raundi hii, mawimbi ya mabadiliko yametufikia. Eti mabadiliko? Nguo kuukuu haiwi mpya kwa kupigwa viraka. Mulika ni adui wa maendeleo na ufanisi. Hajawahi kuwa katika kilele cha uongozi, kwa hivyo huwezi kumlaumu kwa maovu ya miaka iliyopita. Tumpe nafasi ya nahodha, angaa tupige hatua kijamii, kisiasa na kiuchumi. Wengine wanaishi nyuma ya wakati. Katika ulimwengu wa utandawazi, viongozi hawapimwi kwa misuli, bali mifumo yao ya uongozi. Wanawake watavimba vichwa na kutukalia. Hukumbuki ile hadithi iliyoeleza jinsi wanawake walivyobadilika walipopewa nafasi ya uongozi? Umesomea wapi wewe? Mahali pa mwanamke ni mekoni, amtunze bwana na awalee watoto. Unafikiri kama watu wengine wanafaa kurudishiwa karo walizolipa shuleni? Hawakusaidika. Mafunzo yaliingilia sikio moja na kutoka jingine. kijana mdogo, mimi ni profesa wa siasa. Allah! Siasa yenyewe huielewi, pengine ya kinadharia huko chuoni.
Alale wewe, mimi siwezi siasa za pesa 8. Tumechoka na ahadi za uongo. Tuliahidiwa kazi kwa vijana wote. Leo hata waliohitimu hawana kazi. Seuze wasiohitimu. Unasoma miaka 16 na kutafuta kazi miaka 16. Ukienda kutafuta kazi unaambiwa kuwa you are overqualified. Wanawataka waliofika hadi chumba cha 4 skulini wawalipe mshahara mdogo. Huku kwetu kazi ya kutafuta kazi ndiyo kazi ngumu zaidi kuliko kazi yenyewe. Pengine mfumo mpya wa elimu unaoegemea ujuzi utatusaidia zaidi. Utazunguka na kuzunguka ukitafuta kazi kama humjui mtu. Waache uvivu, wafanye kazi za mikono kama uvuvi. Isitoshe, mfumo mpya wa kiumilisi unanuia kutufaa kwa kusisitiza utendaji wala sio ukariri wa nadharia. Hatukatai, lakini nafasi za kazi zinafaa zitolewe bila mapendeleo. Tunabaguliwa kwa misingi ya kikabila, kijinsia na kimaumbile. Watavua wapi kama visiwa ndivyo vyetu na maji yanayovizingira visiwa siyo yetu? Kulingana na mkataba wa zamani, visiwa ndivyo vyetu, lakini maji yanayozingira visiwa ni ya wengine. Tutavua vipi na wapi? Isitoshe, samaki wale wasiojulikana ziwani wanakotoka wametapakaa sokoni na kuuzwa kwa bei ya kutupa. Wavuvi wanashindwa kuuza hata wale samaki wachache wanaovua. Ni samaki gani hao wanaokaa nje ya maji kwa muda mrefu bila kuharibika? Wanabaki na sura ile ile hata bila kuhifadhiwa kwenye jokofu. Sioni hata sababu ya kurauka mapema, kupanga foleni kustahimili jua eti kupiga kura. Sijawahi kufaidika tangu nihitimu uhandisi wa jahazi miaka 20 iliyopita. Ukitaka kuajiriwa, nenda kauze shamba, halafu this is mchongoma. Mashamba yetu yalitwaliwa na serikali ili kupanua uwanja wa viboko kuotea jua. Acha uchochezi. Kila mtu alipewa fidia, ambayo ilikuwa mkia wa mbuzi. Hizo pesa zilitosha kununua shamba kwingine na kujenga. Hukufunzwa mbinu za kujianzishia kazi na kujiajiri katika chuo kikuu cha Chapuo. Ni wewe wa kulaumiwa. Wimbo wa serikali saidia unachosha masikio. Tuliponunua shamba tulihamishwa baada ya miaka 10. Tuliarifiwa eneo letu lilikuwa limetengewa uwanja wa kufanyia mashindano ya mbio za farasi. Ardhi hainunuliwi kama mboga. Usilaumu serikali kwa kosa la wazi ambalo mlilifanya. Huo ni mwiba wa kujichoma. Ukweli unauma, sio? Mbona hamkwenda katika mahakama ya kushughulikia masuala ya ardhi? Inasemekana wakili aliyewakilisha marehemu mamangu pamoja na wajane wengine ndiye alifaidika. Ukilaza damu nyumbani, serikali itajuaje unaumia? Shida ni wewe. Jitihada zetu za kutafuta msaada zimegonga mwamba. Tunapoomba kukutana na nahodha, tunaelezwa ana shughuli. Mara ya mwisho tulimpata akiosha paka wake, hivyo asingaliacha shughuli hiyo muhimu kutushughulikia. Shughuli muhimu ya kitaifa kweli. Manahodha wa aina hiyo wasipobadili mienendo, watasombwa na mawimbi yanayovuma nchini. Hiyo ardhi unayoizungumzia ilinyakuliwa na mwanawe kigogo mmoja eti kujenga makao ya mayatima. Miaka 50 imepita. Kilichojengwa pale ni ua pekee. Mimi simwamini yeyote. Mama alitumia hela alizofidiwa kunisomesha ili nami niwasomeshe wadogo wangu. Hakuna malaika miongoni mwetu. Ajenda kuu ni kushiriki uchaguzi. Wataka kumlaumu nani kwa chumvi kujaa baharini?
Kila Ijumaa utawapata manahodha na wasaidizi wao kwa mama ntilie wakijivinjari. Wanadai wanashukuru miili yao kwa kuchapa kazi juma zima. Nieleze kinagaubaga, tuliwachagua malaika ama binadamu? Unataka viongozi wetu wasipumzike? Kila binadamu anapaswa kudumisha maadili, awe kasisi au la. Hapo ndipo tutaanza kutegemea viwanda kudumisha uchumi. Acha nikuelimishe ndugu. Ustawi wa viwanda, yani industrialization, unahitaji wahandisi stadi. Umegonga ndipo ndugu. Hatuwezi kufikia malengo ya maendeleo tukitegemea wahandisi bandia. Na lenga wahandisi wanaoidhinisha majumba yaliyojaa dosari. Nina imani umeona majumba yakiporomoka hata kabla ya ujenzi kukamilishwa. Tunahitaji wataalamu wenye msimamo. Hatutaki masorovea wanaodai leo kuwa ardhi iko nje ya barabara, ila hali usiku kukiwa na giza, ardhi yenyewe inasongea barabara na hatimaye majengo kubomolewa. Tuwaweke wawaniaji kwenye mizani. Shirika la utafiti la mahewa linasema kuwa Mulika amewapiku wote katika kura ya maoni. Mulika anawathamini wananchi, ana msimamo na hatetereki. Analosema usiku ndilo analosema mchana. Changamoto inayomkabili ni kuwa ni mwanamke. Hilo tayari limemwangusha hata kabla ya uchaguzi. Kura za maoni za bashiria kuwa atashinda. Kura hizo za maoni za potosha. Wanawake hawachaguliwi kuwa nahodha hata katika nchi zilizoendelea. Seuze Mchongoma, ambayo ni nchi ya ulimwengu wa tatu, pengine watateuliwa wasaidizi wa nahodha. Nahodha msaidizi atawaambia watu nini? Katika lile shairi la Said Ahmed, amembaki nani? Naona ni Mulika tu. Wengine wote ni ganda la mua la juzi. Twalilia maadili. Hata yule mwanamuziki, sikumbuki jina lake, amesema kila mtu amekuwa kigeugeu. Ni wimbo unaogusia hali halisi ya jamii. Lazima kila kiongozi apigwe msasa. Usimtusi kiongozi wangu. Kumbuka majasusi wanafuatilia mdahalo huu. Chungeni picha na vibonzo mnavyotumia mtandaoni, msije mkapatikana na kosa la cybercrime. Mkono wa serikali. Nani alikuteua kiranja mkuu katika ukumbi huu? Uzeni tu sera zenu, kwani kupitia ukumbi huu twaweza kujadili masuala ya kitaifa na kuwafikia wengi kwa muda mfupi. Vitisho havitatuizuia kusema ukweli. Kila mtu amekuwa kigeugeu. Hizo sheria zinafaa kuwa misumeno inayokata mbele na nyuma, sio upande mmoja tu. Isiwe ile hali ya mkuki kwa nguruwe. Sijui kama nitashiriki. Labda wanilipe nauli hadi kituo cha kupigia kura na angalau wanipe sukari. Wakishinda kwenye uchaguzi, tutawaona tu kwenye runinga na baada ya miaka 5. Laleni wenzangu, kunaelekea kupambazuka. Tunataka viongozi wa kisasa, sio visiki vya kale na wanajulikana. Mwoga mmoja amejiondoa, wasomi wengine wanastaajabisha. Tuwafananishe na ule wimbo wa Gabi Omolo unaosema shida humfanya mtu mzima kuonekana kama mtoto. Rudia karo shuleni wewe. Nyinyi vijana mnapenda kuwatusi watu kwenye mtandao. Siku moja mtavuna mnachopanda. Na kuhurumia wewe. Mimi nina shahada 3 ambazo haziambatani na mawazo yako. Kesho ni uchaguzi mkuu. Tutajienga au kuibomoa nchi yetu wenyewe. Mulika tosha. Viongozi wote mpaka huyo Mulika lazima wapigwe msasa. Wale wa kuzua rabsha katika matanga wapigwe kalamu. Hatutaki wanasarakasi bali wachapakazi. Mwanamke ni mwanamke tu, hata akipigwa msasa, awe amesoma au hajasoma. Visiwa na ngama zilizoendelea zaidi katika jumuiya hii ni zile zinazotawaliwa na viongozi wa kike. Fungua macho uone. Wanawake hutaka mapendeleo badala ya kujitosa uwanjani.
Umeona jinsi mahakimu wa kike wanavyowahukumu wanaume vikali, hata kwa wizi wa kuku ndio waonekane wachapakazi? Mahakimu wote, wanawake kwa wanaume, hutoa maamuzi ya haki bila kujali vyeo, kabila, ukoo au mahusiano. Umeishwa na hoja. Nenda kalale. Wanazingatia sheria na ushahidi. Unakumbuka Mulika alipokuwa hakimu mkaazi wa jimbo la Matata? Waliojaribu kumhonga na kumtisha kupitia vijikaratasi walijikaanga kwa mafuta yao. Tumefika mwanzo wa mwisho wa dhuluma kwa wajane, ukosefu wa kazi kwa wanetu, na uchunguzi usiokamilika kuhusu kashfa, ajira zinazotolewa kwa mapendeleo, maendeleo yanayoegemea mrengo fulani wa siasa, na uhasama wa kubuniwa baina ya makoo kila baada ya maili 5 ya safari. Tujitokeze kwa wingi kuanzia alfajiri hii hadi machweo. Kila mtu na kifagio chake. Tufagie kwa amani na tudumishe amani na utangamano bila kupoteza imani. Jirani yako awe jirani yako bila kujali jinsi alivyotumia kifagio chake. Huko ndiko kukomaa kidemokrasia. Leo ni leo. Haya niliyokuwa nikiwaambia. Mungu wangu. Jamani, siasa zisije zikatufanya kupoteza utu. Itafaidini nini kupata vyote na kupoteza utu wetu? Miale ya jua itachomoza na kuweka bayana yote yaliyofichika. Huyo wenu amepotoka, amepungukiwa maadili. Wakati wa mwanamke kuchukua nafasi katika jamii umefika. Hatutakubali kudhalilishwa tena eti kwa misingi ya miiko na tamaduni zilizopitwa na wakati. You can't stop an idea whose time has come. Eti mwanamke akijitosa kwenye ulingo wa siasa amepotoka. Hata mtumie porojo za aina gani, hamutodhalilisha imani yangu. Wewe nani? Wewe kondoo? Wewe fisi aliyevalia ngozi ya kondoo? Ama wewe Mulika? Mulika. 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 Mulika anajiondoa kwenye ukumbi.